ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومن له الفضل علينا وجميع المسلمين. Waislamu tunaendelea na darasa ya tauhid pale ambapo tuliishia katika darasa iliyopita, ambapo ni ufafanuzi wa zile aya za suratul An'am, ambao ndio wasia wa mwisho aliotuachia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kama anavyosema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Anasema man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alayhi wa sallama allati alayha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu al-ayat. Huu wasia ambao Mtume sallallahu alayhi wasallama katuachia, tumejaribu kuifafanua aya ya 151 katika darasa iliyopita, na leo tunaendelea na aya ya 152, na kabla ya hapo tunarudia kidogo nyuma katika ile aya 151. Allah jalla wa ala aliposema qul ta'ala, usema njoeni, atlu ma harrama rabbukum alaykum, nikusomeni kile alichoharamisha Allah juu yenu, alla tushriku bihi shay'a, kwamba msimshirikishe yeye Allah na chochote, wa bilwalidaini ihsana, na wazazi wenu watendeni wema. Al-Imam al-Qurtubi anasema rahimahullah, al-ihsanu ila al-walidaini birruhuma wa hifdhuhuma wa siyanatuhuma wa imtithalu amrihima wa izalatu ar-riqqi anhuma wa tarku as-saltanati alayhima. Haya mambo aliyotaja, asema al-ihsanu ila al-walidaini, kuwafanyia hisani wazazi. Kuwafanyia hisani wazazi ni jambo ambalo Allah kaamrisha, wa bilwalidaini ihsana, wazazi wawili wafanyieni wema na ihsani. Anasema al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, al-ihsanu ila al-walidaini, kuwafanyia hisani wazazi, birruhuma, ni kuwatendea wema, wa hifdhuhuma, na kuwahifadhi kutokana na kila chenye kuudhi kisiwafikie, wa siyanatuhuma, na kuwalinda wazazi wako, kuwatizama wazazi wako, kuwachunga wazazi wako, wa mtithalu amrihima, na vile vile kuwafanyia ihsani wazazi ni kushikamana na amri zao. Wakikuamrisha jambo uwasikilize, huko ni kuwafanyia ihsani ambako Allah ameamrisha waja wake kulifanya hilo. Na Allah ameahidi kwa yule ambaye hatowatendea wema wazazi wake, atawaudhi wazazi wake, Allah amemwahidi moto. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi sahihi, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anasema, katika wale aliowataja kuwa ni watu wa motoni ni al-aquli walidai, mwenye kuwaasi wazazi wawili. Bali katika hilo Mtume akafikia hatua akasema,
ridallahi tahta ridal walidaini, ridhaa za Allah ili Allah akuridhie wewe hatimaye akakuingize peponi, hilo liko chini ya ridhaa za wazazi. Wazazi wakikuridhia na Allah atakuridhia. Wasakhatullahi tahta sakhati walidaini, na ghadhabu za Allah ili Allah akukasirikie, basi hilo limefungamanishwa na kuwaudhi na kuwakasirisha wazazi. Kwa hiyo al-ihsanu ila al-walidaini birruhuma, kuwafanyia wema wazazi, kuwafanyia hisani wazazi, birruhuma ni kuwatendea wema, wa hifdhuhuma na kuwahifadhi, wasiyanatuhuma na kuwalinda, wamtithalu amrihima na kutekeleza maamrisho yao, maadamu si ya kumuasi Allah. Mzazi wako kakuelekeza kwenye jambo ambalo hupati dhambi ukilifanya, miongoni mwa ihsani aliyoamrisha Allah uwafanyie ni kumtii yule mzazi na kulifanya lile jambo. Wa izalatu riqi anhuma, katika kuwafanyia wema wazazi ni kuwaondoshea utumwa. Kuwaondoshea utumwa kukoje? Unatakikana wewe mtoto sauti yako iwe chini ya wazazi, uwaondoshee utumwa, yani wasiwe wao wanakutumikia wewe, wewe ndio uwatumikie wao. Watarku saltanati alaihima, na kuacha kuwatawala, kuwa wewe uliamwalo ndilo, hata wakuamrishe wewe huwasikilizi. Haya Allah ameamrisha tuwafanyie wema wazazi. Haya ni pale wakiwa hai. Ama wakishakufa wazazi wawili au yeyote kati yao, wema wako kwao ni kuwaombea dua. Birruhuma ba'da alwafati biddu'a, infadhu wa'din minhuma qad waqa'a, kuwafanyia wema wazazi baada ya kifo chao ni kwa kuwaombea dua na kutekeleza ahadi walizozitoa katika mambo ya kheri. Kama mzazi wako aliahidi atajenga msikiti na uwezekano wa kujenga upo, akafariki kabla ya kukamilisha lengo, katika hali ya kumfanyia wema huyu mzazi ni kujenga ule msikiti kwa niaba yake, kumfanyia sadaqatun jariyah, kumwekea sadaka endelevu ambayo ataendelea kunufaika nayo. Kwa hiyo kuwafanyia wema wazazi wakiwa hai ni kuwahifadhi, kuwatendea wema, kuwa na kauli nzuri kwao, kuwalinda, kuwaheshimu, kushikamana na maamrisho yao, kuwaondoshea utumwa, yani wao uwatumikie sio wakutumikie. Lakini vile vile kutowatawala wazazi wao, waache ndio wakusimamie, sio wewe ndio uwe juu yao. Amri ni amri yako, uliamwalo ndio huwa, hata wakuambie nini usikii. Huku sio kuwafanyia wema wazazi ambako Allah ameamrisha. Sasa wakishatangulia mbele za haki, kuwafanyia wema kulikobakia ni kuwaombea dua. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله سema ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما kama rabbayani saghira. Allah sema amekwisha hukumu na kuamuru Mola wako kwamba msimwabudu yeyote isipokuwa yeye Allah, na wazazi wenu wafanyieni wema, huenda wakafikia uzeeni
wote wawili wakiwa wako hai mbele yako wewe mtoto, au mmoja wao akafikia uzee, mmoja akatangulia kabla ya uzee lakini mmoja akafikia uzee, ikishakuwa hali ni hiyo, fala taqul lahuma uffin, hata usijaribu kutoa sauti ya kunungunika yenye kuishiria kwamba hujaridhishwa na jambo lao walilokuamuru. Uffin kwa lugha nyepesi kama kusema yani kakuambia fanya kitu fulani ukasema Allah asema usifanye hivyo. Wala tanharhuma, wala usiwakaripie wazazi wako, usiwatolee lugha kali wazazi wako. Fakullahuma qawlan karima, sema kuwaambia wazazi wako maneno mazuri, kauli njema. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahma, wateremshie bawa la udhalili kwa huruma. Waqur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, nasema ewe Mola wangu mlezi, wahurumie wazazi wangu, warehemu wazazi wangu kama walivyonilea mimi kwa huruma nilipokuwa mdogo. Hizi ndio adabu za Uislamu katika kuamiliana na wazazi. Asa akiwa amefariki, kilichobaki ni dua, kutekeleza ahadi ambazo amezitoa wakati yuko hai. Lakini kadhalika miongoni mwa kumfanyia wema mzazi baada ya kifo chake ni kitendo cha kuwafanyia wema wale marafiki zake. Kuwafanyia wema wale marafiki wa wazazi wako ni katika kuwafanyia wema wazazi baada ya kufariki kwao. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, siku moja walikupokuwa wamekaa, akapita mzee mmoja. Abdullah ibn Umar akaenda akampa kilemba chake yeye, akamvisha yule mzee kilemba chake. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma akampa yule mzee kilemba chake yeye. Akaulizwa kwa nini? Akasema huyu alikuwa ni rafiki yake na baba yangu, ambaye baba yake Abdullah ibn Umar ni Umar ibn al-Khattab. Huyu alikuwa rafiki yake baba yangu, nikapenda niendelee kumfanyia wema aliyokuwa akifanyiwa na mzazi wangu alipokuwa hai. Kwa hiyo wazazi wanapokuwa wamefariki, kuwafanyia wema ni kwa kuwaombea dua, kadhalika kutekeleza ahadi walizozitoa, kadhalika kuwakirimu marafiki zao, kuwafanyia wema marafiki zao waliokuwa wakiwafanyia wema hapo nyuma. Lakini kadhalika kuwakirimu wale ndugu, wale rafiki zao, wale ndugu ambao unaungana nao kupitia wazazi wale. Inna abarra albirri, Mtume anasema sallallahu alayhi wasallama, inna abarra albirri an yaburra ar-rajulu wudda abihi. Inna abarra albirri an yaburra ar-rajulu wudda abihi. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallama, wema mkubwa kabisa ni mtu kuwafanyia wema wale waliokuwa wakipendana na mzazi wake. Mzazi wako alipokuwa hai alikuwa na watu wanapendana nao. Sasa miongoni mwa wema mkubwa kabisa kwa mzazi wako ni wale marafiki zake kuwafanyia wema hata baada ya mzazi wako kufariki. Kinyume na sisi tulipo katika zama zetu, mzazi akifariki magomvi hayeshi. Nini? Anaona kwamba hawa jamaa wakija hapa watahitajia warithi katika mali za mzazi wangu. Nini? Hawa kaka zake, hata usitake wewe, wao wana fungu lao pale. Hani wewe hata usitake, wao wana fungu lao pale ambalo Allah akawapa, kwa sababu yule ndugu yao katika mirathi wana fungu lao wale. Kwa hiyo kuwafanyia wema wazazi baada ya kifo chao ni kuombea dua. Na katika kuwaombea dua hakujafungamanishwa na muda maalumu kwamba mpaka ikifika mwaka ukiisha mnafanya kumbukumbu. Hizi kumbukumbu hizi ni mambo wameabuni watu tu.
hayana mafungamano yoyote na dua. Sijui ikifika siku ya 40 unafanya 40 nini dua kisomo. Jamani, watu waambiane ukweli. Suala la 40 ni mila ya Firauni alayhi la'natullah. Wanaeleza hivyo wanazuoni wa historia, wanasema al-'adatu al-arba'iniyah adatun firauniyah. Desturi hii ya mikusanyiko ya siku ya 40 baada ya maiti kufariki, waambiwa watu wanafanya visomo. Na ni vitu gani? Hii desturi ilikuwa ni desturi na ni mila ya ukoo wa Firauni. Wale mafarao kule Misri walikuwa na desturi yao. Ile familia ya kifirauni akifariki mtu wao, baada ya siku 40 wanakusanya jamii yote, wanakusanya watu wote kutaka kuwaonyesha kwamba wanatiiwa. Wanawakusanya watu pale, wanawafanyisha kazi, wanawalisha vyakula. Hiyo ilikuwa ni desturi ya Firauni na familia yao. Baada ya zama nyingi kupita na miaka mingi kupita, familia ya Firauni ikakosa utawala kule Misri. Ikawa kila kabila linajitawala lenyewe. Sasa hapo ikawa hii desturi ya 40 ni desturi ya makabila. Kila kabila likawa ikifika siku ya 40 kuanzia wamzike mtu wao, wanakusanyana. Wanataka na wenyewe wadhihirishe kwamba na wenyewe wana watu, wanatiiwa, wanasikilizwa, wanapendwa. Ikawa kila kabila likipata msiba, na ilikuwa ni misiba ya wazee tu. Akifariki mzee, watoto walikuwa wafanyiwe 40. Akifariki mzee katika kila kabila, baada ya ile familia ya Firauni kukosa utawala, kuanguka kimadaraka, na ilikuwa ni desturi yao ya 40, ikawa hiyo sasa ni desturi ya makabila. Makabila yakachukua kitu kinachoitwa 40, ambacho ilikuwa kipindi hicho ni mikusanyiko tu. Ikifika siku ya 40 kuanzia mtu afariki, wanakusanyana pale. Kila kabila linataka lijidhihirishe kwamba lina uwezo, linapendwa, lina watu, lina nguvu katika jamii, linaweza kutawala. Desturi hiyo ikatawala katika makabila. Baadaye ikaondoka kwenye kufanyiwa wazee, ikaja mpaka kwa watoto, na hatimaye wakaichukua baadhi ya Waislamu ambao wana umaskini wa kutambua dini yao. Wakachukua ile desturi ya 40. Sasa hivi imekuwa kama dua, lakini sio dua. Ukirudi kwenye vitabu vya historia wanasema al-'adatul arba'iniyah adatun firauniyah. Hii desturi hii inaitwa 40 ni desturi iliyobuniwa na familia ya Firaun. Tunampa challenge mtu akafunue vitabu vyote duniani, atuletee asili ya 40 kama sio hiyo. Mtu aje atukomesha uongo kwenye vitabu, haipo hivyo. Hebu nendeni kafungueni vitabu mtuonyeshe. Sisi tunataja historia iliyoandikwa kwenye vitabu. Sasa sidhani kama tunaweza kwenda peponi kwa kumuiga Firauni ambaye Allah kamlaani. Ala kulli hali, ukiwauliza wenye kufanya haya wakwambia dua gani? Dua basi aianzishe Firauni na familia yake, asianzishe Mtume sallallahu alaihi wasallama. Haya, kuna nini? Wanakuambia siku ya 40 siku ambayo shingo inakatika. Hayo yote wamebuni tu ya uongo. Shingo inakatika ya marehemu, kwa hiyo tunaomba dua. Muna uhakika gani? Mmefukua mkaona? Halafu hii siku ya 40 ya katika shingo ya kila mtu, yani akiwa mtu mzima mwenye miaka 70 na mtoto aliyezaliwa akaishi siku 7 tu, wote wanakatika shingo siku moja ya 40. Hivi kweli laingia akilini hilo? Laingia akilini hilo? Haliingia akilini. Lakini hubbuka li shay'i yu'mi wa yusim, kupenda kwako kitu kunaweza kukupofua na kukufanya uwe kiziwi usisikie haki. Ala kulli hal, wazazi wanatakana wafanyiwe dua kila wakati. Unapowakumbuka wazazi wako unawaombea dua.
ukiswali katika dua zako na waombea dua wazazi wako, lakini vile vile kuwatolea sadaqatun jariyah kama alivyohusia Mtume sallallahu alayhi wasallama. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, idha mata ibnu adama inqata anhu amaluhu illa min thalathin, mwanadamu anapofariki matendo yake yote yanakatika isipokuwa yenye kutokana na njia tatu, illa min sadaqatin jariyah, isipokuwa yanayotokana na sadaka endelevu, au ilmin yuntafa'u bi, au elimu ambayo hunufaikwa kwayo, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye anamuombea dua huyo mzazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii anaelezea kwamba mtu akifariki njia za kufikia yeye thawabu zote zinakuwa zimefungwa isipokuwa njia tatu kama alizifanya. Njia ya kwanza ni sadaka endelevu, kajenga msikiti au kachimba kisima au kajengea mayatima nyumba na kadhalika, au kanunua misahafu hii Qur'ani kaeka misikitini watu wanasoma. Kila herufi moja anayoisoma Muislamu na wewe ni sababu ya ile msahafu kupatikana pale, unapata sawa sawa na yeye thawabu 10. Kwa hiyo kama sisi tunapenda kheri kwa wale maiti wetu kuliko tuwakusanye watu katika jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya wala kulihusia, kwa nini tusifanye hii sadaka endelevu? Zile 500,000 ambazo tungejitahidi tukakusanya watu wakala wakamaliza wakaondoka na wakaimba wakaondoka, tungechukua zile 500,000 tukanunua misahafu tukaenda tukawagaia watoto wanaosoma madrasa kwa nia kwamba iwe ni sadaka jaria kwa yule maiti wetu. Kila herufi moja ambayo itasoma kwenye ile misahafu, maiti wetu wanapata thawabu 10 sawa sawa na anayesoma. Bila shaka angenufaika na huu msahafu. Pengine huyu mtoto atautumia miaka 2, miaka 3, miaka 5, au inunue misahafu iweke msikitini kwa nia kwamba mzazi wangu ambaye amefariki, hii ni sadakatun jaria kwa ajili yake. Kwa hiyo ile misahafu pale, kila ambaye atachukua msahafu ule akasoma, pengine umenunua misahafu 10, 20, pengine misahafu yenyewe ni 5,500, ukainunua kwa 500,000 ni misahafu 100, ukaigawanya kwenye misikiti mbalimbali, kila msikiti ukaweka misahafu 20 20 20, misikiti 5. Sasa achilia mbali kwamba labda kila siku huenda hatosoma mtu, lakini Ijumaa watu watasoma katika ile misahafu yako ulionunua, ile misahafu 100 ile uliotumia 500,000 ambazo badala ya kununua vyakula ukawalisha watu, jambo ambalo hujaamrishwa na Uislamu, ukafanya kile alichohusia Mtume ukanunua misahafu hii kama sadaqatun jaria. Pengine dua ambayo ulitarajia ifanywe siku moja iishe watu waondoke, manufaa yake yasiwe makubwa kama manufaa ya kununua hii misahafu ambayo kila Ijumaa Waislamu watasoma misahafu yako ile 100, na kila herufi moja iliyosomwa yule mzazi wako aliyefariki atakuwa anapata thawabu 10. Utakuwa umemsogeza pahala pakubwa sana. Na haya ndio aliyoyahusia Mtume sallallahu alaihi wasallama, illa min sadaqatin jariyah, sadaka ambayo ni yenye kuendelea, au ilmin yuntafa'u bi, au elimu ambayo watu wananufaika nayo. Umesomesha, ikawa yule uliyemsomesha anasomesha, aliyesomeshwa naye anasomesha, kila wanaposomeshana wewe kule unapata thawabu. Lakini vile vile au waladin salihin yad'u la, au mtoto mwema ambaye atamuombea dua mzazi wake. Dua ya mtoto inafika kwa mzazi kama ambavyo dua ya mzazi inafika kwa mtoto, lakini dua za watu kando zina vidhibiti. Kuna sehemu zafika na kuna sehemu hazifiki. Dua za watu kando zinafika katika swala kwa ijmaa. Ile swala ya maiti
zile dua wanazoomba pale kweli zafika. Kwa sababu gani? Hiyo ni kwa ijmaa ya Waislamu, na hivyo ndivyo walivyoafikiana toka kale mpaka sasa, kwamba maiti akifariki anaswaliwa, na ile swala ingekuwa haifiki pasingekuwa na haja, lakini kule kuswaliwa maana yake kwamba ananufaika nayo. Kadhalika baada ya kumzika maiti inatakikana kila mmoja awe anasoma pale, anamuombea dua kwa kumuombea kwamba Allah amsamehe na Allah amthibitishe, kama ilivyokuja hadithi katika hilo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa anapomaliza kumzika maiti anasema istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'alu, muombeeni msamaha ndugu yenu na mtakieni awe na kauli thabiti, kwani hivi sasa anaulizwa. Kwa hiyo muda ule kila mmoja anatakana amuombee yule maiti kwa kumuombea kwa Allah amsamehe na Allah ampe kauli thabiti. Haijanukuliwa kwamba Rasulullah alikuwa akiomba alafu wengine wakiitikia. Hilo jambo halipo katika dua zile. Hilo jambo kila mmoja anatakana aombe kwa yeye mwenyewe. Na hadithi iliyokuja kuhusu talaqin, kuwasomea maiti talaqini, ni hadithi ambayo wako wanazuoni walioisahihisha wakaona kwamba suala hilo lafaa, na wako walioidhoofisha wakaona kwamba suala la talakini halifai. Na kauli sahihi kwamba hadithi ile ni dhaifu. Hadithi ile kwa usahihi ni dhaifu, kwa sababu hadithi ile inapitia kwa watu ambao ndani ya sanadi yake pana jahala, na kadhalika pana baadhi ya wapokezi ambao ni madhaifu. Kwa hadithi ile ambayo inatumika kwamba idha sawaitum ala mayitin turaba falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi walyaqul ya fulanu ibn fulana fa innahu yasma'uhu wala yujibe wa yaqulu ya fulanu ibn fulana ya fulana ibn fulana fa innahu yastawi qa'idan fa yaqulu ya fulanu ibn fulana fayaqulu arshidna rahimakallah, alafu anasema thumma yaqulu udhkur ma kharajta alayhi min hadha ad-dunya ila ad-dari al-akhirah annaka tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa annaka radita billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyyan wa rasula fa inna al-jannata haqqun wan nara haqqun, mpaka mwisho. Alana yatika malakani muwakkalani, mpaka mwisho yale ambayo yanasomwa. Ile hadithi al-Imamu As-San'ani katika kitabu chake Subulus Salam amesema kwamba wameafikiana wanazuoni wote wenye maarifa ya elimu ya hadithi kwamba hadithi ile ni hadithi dhaif, na baadhi yao wamesema ni hadithi ya kutungwa, yani ni uongo uliotungwa. Akasema al-Imamu San'ani wal amalu bihi bid'atun, na kufanyia kazi ni uzushi. Rasulullah katika hadithi sahihi alikuwa akimaliza kumzika maiti hafanyi hivyo, bali alikuwa akisema istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'alu, muombeeni msamaha ndugu yenu, mtakieni kauli thabit, kwani yeye hivi sasa anaulizwa. Kwa hiyo basi tunaposema wabil walidaini ihsana, wazazi wawili watendeni wema, kuwatendea wema wazazi wawili kuna kusanya kuwafanyia ihsani, kuwahifadhi, kuwaheshimu na kuwalinda, kufuata amri zao, kuwaondoshea utumwa, yani kuwatumikia sio wakutumikie, na kutowatawala ukawa wewe ndio uko juu yao. Lakini kadhalika wakiwa wameshafariki tunatakikana katika kuwatendea wema tuwaombee dua, tutekeleze ahadi walizozitoa wakiwa hai. Lakini kadhalika tuwafanyie wema marafiki zao. Lakini kadhalika katika kuwafanyia wema wazazi baada ya kufa kwao ni kuwatolea sadaqatun jaria. Haya ni miongoni mwa kuwafanyia wema wazazi.
Na biidhnillah leo darsa yetu itasimamia hapo kwenye hiki kipengele cha kauli ya Allah, wa bil walidaini ihsana, ay ahsinu bil walidaini ihsana, wafanyieni wazazi wawili wema. Insha Allah taala darasa inayofuatia tutaendelea na pale ambapo tumesimamia. Nasallallahu jalla wa ala yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Rabbana aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina ma abqaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.